أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu na kwa kadiri tumezoweza kupatiliza wakati, tumemaliza sehemu ya kwanza na sehemu ya pili ya mada yetu kwa yale tuliyojaliwa kuyazungumza, waila sio yote. Sehemu ya kwanza tumezungumzia umuhimu wa malezi ya kijamii na nafasi yake katika Uislamu. Sehemu ya pili tumezungumzia uchambuzi wa misamiati iliyotumika katika kuunda mada hii, kiwa neno manhaj, neno Qur'ani, neno tarbia na neno mujtama. Leo tunataka kuingia sehemu ya tatu. Sehemu ya tatu yenyewe tumeiita ni almujtama'ul jahili, jamii ya kijahilia, yani jamii iliyokuweko katika kile kipindi ambacho atatumilizwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na itateremshwa Qur'ani kwa min ajili ya kuleta mabadiliko katika jamii ile. Na ndio nikakusudia nikanena uchambuzi wa mazingira ya kijamii. Kwa nini jamii ya jahilia? Kwa sababu mfumo wa kimalezi popote ulipo, utoke kwenye Qur'ani, utoke kwenye kitabu chochote, utoke katika wataalamu wowote, lengo la kimsingi nini? Ni kuleta mabadiliko katika jamii ya wanadamu. Na ili mwanadamu aweze kuamini kuufuata mfumo ule unaoletwa, ukamwetea mtu ukamwambia hunu ndio mwongozo utatuokoa, hunu ndio mfumo ambao utatufikisha katika malengo yetu, pana haja ya kuthibitishiwa
kwamba mfumo ule waweza kufanya mageuzi yale, na ndia bora ya kuonesha kwamba Qur'ani yaweza kuleta mabadiliko ni kuifahamu jamii ya kwanza iliyoteremshiwa Qur'ani ilikuwaje, na baada ya kuletewa Qur'ani ilifikia wapi. Na ndio hapa tutataka tujiulize masuala haya, tutupe haya masuala kabla ya kuiandaa mada, ambao wanazuoni ndio wameyatupa masuala haya. Suala la kwanza lasema jamii ya Kiarabu ambayo ndio ilikuwa mazingira ya moja kwa moja ya Qur'ani, na jamii ya ulimwengu mzima ambayo ndio mlengwa wa mwisho, wa ila Qur'ani haikuja kwa Waarabu, lakini ndio mahala pa kwanza ilipoteremka. Je, hizi kwanza ni jamii zilikuwa zahitaji mabadiliko? Kwa sababu wewe unapoteremsha kitabu kama Qur'an, ambao lengo lako umetuambia litukhrija nnasa mina dhulumati ila nur, je, watu kwani walikuwa kwenye giza mpaka uende ukawatoe? Ni nukta muhimu sana. Sawa Waarabu wa Hijazi pale, ama ulimwengu mzima wa wakati ule. Ukithibitisha walikuwa wako kwenye kiza, ndio tutakuja kwenye suala wahitaji mwangaza, na ni nani ataleta mwangaza, na je hono mwangaza unao uwezo wa kuwatoa kwenye giza ama hauna? Pili, ni muhimu katika masuala tujiulize, ma hiya adatul mujtama'i al-arabi wa taqaliduhu wa dinuhu wa aqidatuhu wa siyasatuhu. Ni muhimu tujiulize, ile jamii ya Kiarabu ile iliyolengwa mwanzo ilikuwa ni jamii ina tabia gani? Ada zake zilikuwa ni zipi? Mila na dasturi ni nini? Aqida na fikra, miondoko yake ya kifikra ilikuwaje? Mipangilio yake ya kijamii na ya kiuchumi na ya kisiasa ilikuwaje? Haya ni mambo muhimu sana ambayo sitaki kuwarefushia sana, wakati umenibana, lakini ni zitu mimi huwapenda kuzikariri sana. Sisi mahala ambapo hufeli sisi Waislamu, na la kusikitisha ni kwamba si mwongozo wa Qur'ani yetu. Sijui mambo mengine tumeathirika wapi. Qur'ani haiko hivyo, sisi tushikishie kwingine. Tumekuwa madhaifu sana katika kusoma watu tunaotaka kuwaongoza. Sawa Waislamu katika da'wa wanaita da'wa dakhilia, ama watu ambao ni mazingira tofauti na sisi. Kinyumeche, angaliani watu wanaotaka kutupiga sisi wanavyotusoma. Watu watumia bajeti kubwa sana na ujanja mwingi sana. Ndio leo mtaona mara wamekuja sijui wanafunzi usoma Kiswahili, mara amekuja sijui ni mtu ufanya research ataka kujua mkoko, mara sijui yule ataka kujua nani. Hungia wakitoka na watumia mapesa tungu mzima, zile ni research kule zenda kukaliwa kisha na maprofesa na mabongo, wakazichambua wakatujua sisi watu tabia zetu zikoje, ada zetu zikoje, mila zetu zikoje, miondoko yetu ya kufikiri ikoje. Kwa hivyo ukishakumjua mtu katika zitu hizi, ukitaka kumpija utajua utampija wapi.
Ndio nataka kuambia nasaha hususan vijana katika utumiaji huu wa social media. Kuna semina moja nilihudhuria Arabuni kwa warsha ndefu, na kwa bahati nzuri katika baadhi ya mafundisho tulibahatika kupata watu waliosoma wa hali ya juu takriban miaka 5 iliyopita. Mmoja katika maprofesa wakubwa anaohusika na mambo ya kijamii haya na mambo ya kiidara, katika kitu alichotuambia, aliingia ushishie simu yake hii mkononi akitueleza haya, na uambia nyinyi kwamba hizi social media zimewapunguzia kazi kubwa ya kuweta watu. Umeelewa? Zamani walikuwa wataka kumsoma mtu Kivayu huko, Ishakani huko, hubidi wafanye nini? Wasafirishe mtu kutoka Ulaya mpaka asikilie kule, mpaka asikilie amu ngapi na ulimwengu jamani. Leo mumewapunguzia kazi kubwa kuwapekea wenyewe habari zenu. Kamwambia vipi? Akanambia mbele waona nyinyi mangia maposti mateka tu mtukeze na mkewe mtukeze, yani mumejifunua wazi mpaka mila zenu ndani ya majumba, munavokula, munavovaa, munavoishi, wao watakuwa data tu. Mpaka zile argument zenu mukijadiliana kisiasa, munavotukanana, munavojibizana, ukuchu wenu munavouonesha, upumbavu wenu munavouonesha, wao zote kwa data. Hawa kumbe ukiwatilia twari hili waweza kuandikana kwa Simba wa siku 3, shamajua. Wawasoma muna tabia gani ya kuhakikisha habari, ama mkitupiwa tu habari kwenye mtandao mwendao nazo, hawa mbatu upekeshwa kwa propaganda, shawasoma. So wana data kamili ya age tofauti yenu, tangu zijana mpaka barobaro, mpaka wasomi, mpaka wanasiasa, mpaka nini. Na sisi tumejifungua open kwenye mambo haya. Hata masala yale ya dini tumekhalifu, si kila neema huoneshwa, si kila ukinunua nguo mpya wewe ni uipige picha uiweke kwenye mitandao, si kila wewe ukiwa leo umekula chakula kizuri nyumbani ukipige picha ukiweke kwenye mitandao, si kila mtu hupata kile unachopata wewe, si kila mtu huvaa kile unachovaa wewe, si kila mtu ana sofa set katika sitting room yake kama namna ulionayo wewe. Istainu ala injahi bilkitman. Mtume ametuambia katika hadithi aliyopokewa, jisaidieni mara nyingine katika kuendesha haja zenu za kibinafsi kwa kusita. Kwa nini? Fa inna kulla dhi ni'matin mahsuda, kila neema yahusudiwa. Ndio utakuta sisi mtu mambo ya jana zake, mambo ya mke, kuanikana bila ya dharura. Hizi zitu mataka muzirudie, na hizi zitu mataka zijana wafanyiwe warsha za kuwa train. Na mimi nawalingania kama wako hapa organization hizi za youth na nini, pangeni zitu kama hizi kuwa train zijana jinsi ya kutumia hini mitandao, na limit ya kutumia, na ni kipi mpaka wapi katika maisha yako ya kibinafsi waweza kuyaweka kwenye nini, kwenye mitandao, mbali na hukumu za kidini na yanaoendelea ulimwengu. Turudi kwenye mada sasa. Watu ni muhimu wajue tabia zao, ada zao, ndio utajua mabadiliko yatakuwaje. Sasa insha Allahu taala katika siku 2 hizi 3, tategemea leo na kesho kama nimeafikiwa, ama mpaka kesho kutwa, nataka tusimame na kipande hiki kuhusu jamii ya Waarabu kwa jumla, na ndio mtasimama sana, na ikiwa wakati huko tutasoma na ulimwengu kwa jumla ulikuwaje. Lakini kwanza tuanze na suala hili. Je,
Waarabu kabla ya kuwetewa Qur'ani na kabla ya Uislamu na kutumiliziwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa ni watu wamestaarabika ama walikuwa ni watu hamaji, wanyama wasioeleweka? Pengine mtashangaa wengi katika nyinyi kwamba unani sote tunajua walikuwa watu wa kustaarabika. La, si hivyo. Kuna research zasema kinyume na mnavyojua, au kwa ibara nyingine kuna mjadala, na hapa ndipo mtawaona hawa wanaoitwa mustashriqina orientalist, hawa wanaokuja huku wakatusoma kisha wakatuandikia zitabu, kisha sisi tukarudi tukazitegemea zitabu walotuandikia wao kuhusu historia yetu, wanavyopenyeza ndani silaha za hatari. Hawa walipokuja pia kusoma Uislamu kule Arabuni, wakati Waislamu wameanza kuanguka, wakawa wao ndio watafiti, ndio wana research, wameandika zitabu zikubwa zikubwa, na baadhi ya zitabu mpaka wewe shekhe huwezi kusoma Uislamu mpaka uzitegemee na zitabu zao, lakini wamepenyeza katika zitabu zao baadhi ya sumu ambayo huwezi kuziona haraka. Mfano yani, katika sifa kubwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katika sifa kubwa ya kitabu hiki tunachojifaharisha nacho cha Qur'ani na miujiza, ni kilivyoweza kitabu hiki kuwabadilisha watu wasoyuambee wala nyuma, kuwafanya ni viongozi wa nini, wa ulimwengu, baada ya muda mchache wa miaka 23. Juzi niliwaambia Japani kuinuka pale ilipokuweko mpaka kurudi ilikuwa miaka ngapi? 50, sio? Na ni Japani tu, na haikuwa ulimwengu mwingine uko nyuma alitukua. Lakini kuwainua Waarabu nitakapokuja kuwaeleza walivyokuwa, kuwatoa pale walipokuweko mpaka kuja kuwaweka ni viongozi wa ulimwengu, kwa kazi iliyofanyika kwa miaka 23, kazi iliyofanywa na kitabu hiki na kazi iliyofanywa na mtu huyu, yatosha kwa mwenye mato kuthibitisha kwamba huyu alikuwa ni mtume. Tosha. Kwa zipimo za kijamii, hakuna ulimwenguni mtu yoyote aida hiyo aliweza kuweta mageuzi ya kutanganya ulimwengu kwa kasi ya muda mfupi kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wao wataka kugonga hapo, wataka kukupokonya hicho chombo. Watakupokonya vipi? Hawaji wakakwambia moja kwa moja, wamekuja ki research na kwamba wao wana akademia, na wamekuja wao wale wafukuzi wakwenda kuzengia msikiti Shanga ulikuwa tini ya nini, wamekuja sasa wamedai kwamba la, Waarabu sivyo mnavyojua nyinyi. Waarabu walikuwa ni watu kabla ya Uislamu wako mbee hatua 1000, sivyo kabisa vile nyinyi mnavyofahamishwa, kiukulima, kimajenzi, kiarchitecture, kibiashara, kinini. Mmoja takuja kuwasomea sasa hivi maneno yake, ametunga kitabu haswa mmoja na lake ama ina Kiingereza mpaka ufanye mazoezi kuyatamka, aitwa Gustave Le Bon, na kimeandikwa kwa Kiarabu na kwa Kizungu. Kitabu hivi chaitwa Hadharatul Arab, Kiarabu kigogo litakipata, Hadharatul Arab, ustaarabu wa Waarabu. Na amekuja, ukikisoma ni kitabu kimeandikwa katika methodology za uandishi na uthibitisho, na mpaka mapicha ameweka ya zile majumba ya zamani makubwa makubwa na research alizozifanya. Anachotaka kuthibitisha nini? Ya hakwambii moja kwa moja ni kwamba la, Waarabu walikuwa ni watu wako sawa sawa, wameendelea, wala Qur'ani na mtume hawakuwaongezea kitu. Hakuna kitu kikubwa kilichoongezwa
isipokuwa tu ni kusahihisha pengine mambo ya kuabudu masanamu, wakabadilishwa wakapekwa kwenye tauhid. Sasa turudi tena kwenye suala letu. Je, Waarabu walikuwa na ustaarabu kabla ya Uislamu ama hawakuwa na ustaarabu? Kuna misimamo mingapi? Miwili katika kujibu suala hili. Kisha na sisi inshallah tutatabaruku kueleza msimamo wa tatu ule tunaouona. Msimamo wa kwanza ni wa kundi la wengi Waislamu, na nitawanukulia kama mfano maneno ya mwanachuoni si wa zamani wa Pakistani ama Afghanistan, moja katika nchi mbili, aitwa Abul Hasan An-Nadawi, wenyewe wamuita Ibn Taymiyyah as-Saghir, au ndio Ibn Taymiyyah wa zama hizi, Ibn Taymiyyah al-Asr. Abul Hasan An-Nadawi huyu ana zitabu kadha wa kadha, kimoja ni As-Sira An-Nabawiyya ameandika, kimoja ambacho hiki ndio nitakitaja na inshallah nitakisambaza, kisha akiita kitabu kidogo tu, akiita madha khasira alalamu binhitati almuslimin, ni kipi walichokosa wanadamu Uislamu ulipoanguka. Yani katika karne ya 11, si ndio baada ya khilafa ya Ottoman Empire, Uislamu ulifanya nini? Ulianguka ulimwenguni. Sasa yeye auliza suala, baada ya kuanguka Uislamu katika kuongoza ulimwengu, ni hasara gani iliyopatikana katika ulimwengu? Kitabu chake, mwanzo wa kitabu chake aeta taswira ya Waarabu kabla ya Uislamu walikuwaje, na nawaomba muwe na subra niwasomee maneno yake mumpate muone taswira yake, ambao ndio taswira ya wengi. Anena ba'atha Allahu au bu'itha Muhammadun ibnu Abdillah, alitumilizwa Mtume Muhammad mwana wa nani? Ba Abdullah. Wal alamu binaun usiba bizilzalin shadid, ulimwengu ni mithili ya jengo lilopigwa na mtetemeko wa ardhi mkali sana. Upo jamanini? Aita taswira kile kipindi cha Mtume. Sasa yuwaja asema ulimwengu ulikuwa ni mithili ya jengo kubwa la ghorofa kadhaa, lakini limepigwa na nini? Mtetemeko wa ardhi mkubwa sana. Hazzahu hazzan anifa, mtetemeko ulolitingisa lile jumba matingiso makubwa sana. Fa idhan, ukitahamaki wakati ule, kullu shay'in fi ghairi mahalihi, hakuna kitu kimebaki mahala pake. Tukua boksi mathalan, ama sinia kubwa, panga zitu katika ile sinia, kila kitu kiweke mahala pake au ndani ya lile boksi. Baada ya kuzipanga kila kitu umekiweka mahala pake, litukue lile boksi lifanye nini? Lisuke, ama ile sinia uifanye nini? Uitingise, kisha uiangalie katika ule mpangilio uliopanga zitu, kuna kitu kimebaki mahala ulipokiweka. Ndivyo anavyotaka kunena Abul Hasan An-Nadawi. Ulimwengu ulipigwa na mtingisho wa ardhi, si mtingisho huu yani, mpaka ukitahamaki kila kitu hakiko mahala pake. Famin asasihi wa mataihi ma takassara, miongoni mwao katika msingi wa ile nyumba na zombo zake kuna zilizovundika vundika. Jamani, kinaya ni tashbihi hiyo, itukueni kijamii. Wa minhu, na katika baadhi ya zitu katika ile nyumba, maltawa wa naatafa, kuna zilizopinda na zikafanya chongo. Wa minhu ma faraka mahallahu laiqa bihi wa shaghala makanan akhar, kuna na zingine zimeondoka mahala pake panapostahiki na zikaenda zikawekwa mahala pake pasipo stahiki. Wa minhu ma takaddasa wa takawama, zingine zimefanya kutu na zimeoza. Wa minhu, zingine anena mafasuda, zimeharibika. Mtume akasimama kama ule mzima moto alokimbilia kumetokea zilzal, akija mbele ya nyumba aona nyumba ni hali hiyo, na Mtume ndivyo alosimama alipokuwa akenda akiketi Gharu Hira.
ule akiketi jabalini peke yake akiabudu. Sisi wana labda alikuwa akiswali tu kule na kuita uradi, alikuwa zaidi akitumia wakati kufikiri, akitumia wakati kufanya nini? Kufikiri, akiangalia jamii yake ikoje, ataanza wapi, atapitia wapi na atamalizia wapi. Ndivyo alivyokuwa kile. Kwa hivyo Mtume alisimama, Abul Hasan Nadawi asema, auangalia ulimwengu biainil anbiya, kwa mato ya mitumi, si kwa mato ya wanasiasa. Amenifurahisha mno Abul Hasan Nadawi. Kwa nini ninene namna hiyo? Ni wengi wasimamao wakawahurumia jamii zao katika hali mbaya walio nazo, na wakatoka wakazieleza vile zilivyo, lakini huwa lengo lao ni nini? Ni kuwabadilisha watu ama ni kusafiria wale watu. Utawaona watu wale khutba zao kabla hawayapata kura ni tofauti na khutba zao baada ya kupata kura. Kwa hivyo asema nadhara ila alalam, Mtume alisimama akauangalia ulimwengu, laisa biuyuni sasa, si kwa mato ya wanasiasa, bali biainil anbiya, kwa mato ya nani? Ya manabii. Bas, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Bas, tumekuja kuwakomboa, hatutaki kitu kingine chochote. Nadhara ilaihim biainil anbiya, alipoangalia kwa ito la mitumi aliona nini? Abul Hasan Nadawi anena, faraa insanan hanat alaihi insaniyatuhu, akamwona mwanadamu tu kwa ina, lakini wanadamu wake umekuwa dhaifu sana. Raahu, vipi umekuwa dhaifu? Raahu yasjudu lilhajar washajar wanahar, mwanadamu mwenye akili, mwenye kila kitu, apija ondo mbea jiwe, apija ondo mbea ya mti ya bao limezochongwa, aabudu. Waweza kunifikiria mtu usimeme mbea jiwe amezolichonga kwa mikono yake kisha huliomba? Waweza kunambia ubinadamu wake umesikilia wapi mtu kama huyu? Raa insanan hanat alayhi insaniyatahu, raa insanan makusa, alimwona mwanadamu amezunguliwa kinyume nyume. Qad fasudat aqliyatuhu, mentality yake ya kufikiri shaharibiwa, mpaka amefika wakati yaliyo wazi yahitaji ya dalili, yasiyokuwa wazi huyaamini bila ya dalili. Subhanallah. Yani waja kumwambia mtu wewe waabudu jiwe, akamwambia naam. Kwa nini waabudu jiwe? Kwamba mambo yako wazi, hataki dalili. Yani la kuabudu jiwe halihitaki dalili, lakini la kuambiwa kuna Mungu mmoja mwenye uwezo ndio alouumba ulimwengu, wakwambia majnun. Mupo na mimi jamani, nini nisiteremshe kidogo? Ndio haya yeo tulionayo pia. Mambo maovu twayafuata bila ya dalili, mambo mazuri wayahitajia nini? Dalili. Kila mtu ataka kujadili kila kitu. Kwa nini naswali mimi? Kwa nini nafunga mimi? Kwa nini mimi nisile riba? Kwa nini? Mashallah, tuna ujasiri wa kuchallenge kila hukumu inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Msinifahamu makosa, sijakataza, tuulizeni, tuelimikeni. Lakini tunayoetewa na hawa jamaa majiwe ya ulimwengu huyapokea, wala Allah lina amina, hakuna tuuliza fani barakoa au barakoa, wekani social distance, wekani usishumue mbea mwendani wako, usishumue. Kama siko kwenye kupinga mambo haya, lakini yaliteremka aya, yaliteremka hadithi mambo haya, na kuna watu wayatukuzie shekhe kama 5 salawati,
Ukimwambia ni nini? Ni sanamu wa sayansi imenena. Sawa? Ni sanamu wa biology amefanya nini? Amenena. Ni sanamu wa mazingira amenena. Ni sanamu sijui kadhaa amenena. Lakini swali raka mbili Kwa nini swali raka mbili asubuhi? Nataka kukinaishwa. Kwa nini swali raka 4 asubuhi? Nataka kukinaishwa. Kwa nini nisitukue mkopo benki na riba? Nataka kukinaishwa. Nipoe dalili. Umesoma zitabu zingapi mpaka sasa kuhusu corona wewe? Umefanya research ngapi mpaka sasa kuhusu kirusi hiki cha tembea vipi? Tasikia mtu nimeona kuna klipu imetuma. Shekhe, sikutaka kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu ambaye kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tena kuna klipu ilitumwa kwenye grupu ya WhatsApp. Kuna klipu iliona kwenye Facebook. Hata kotini siku hizi si hoja. Sababu zatengenezwa hizi zitu, zafanywa fabraka. Huyu ndio tunaomuita insanan makusa, mwanadamu amezozunguliwa, huamini yatakao dalili bila ya dalili, na hukanusha yasohitaji dalili mpaka apoe nini? Mpaka apoe dalili. Ndio maneno anenao Abul Hasan an-Nadawi, raa insanan makusa, alimuona mwanadamu amezunguliwa kinyume. Falam taud aqliyatuhu tasighu albadihiyat, ati akili yake haikubali tena mambo yaliyo wazi. Wa taqilu aljaliyat wa fasuda nidhamu fikrihi, mfumo wa kufikiri kwake umeharibika. Huyo ndio mwanadamu. Fa idha an-nadhariyu indahu badihi wal badihiyu indahu nadhari, ikitahamaki yaliyo wazi kwake yamekuwa ndio hayako wazi, na yasokuwa wazi yamekuwa yako wazi. Akaendelea Abul Hasan an-Nadawi mpaka mwisho, akafika akazivanga zile tabia, akasikilia, akanena kwa lugha fupi, ni jengo lililoporomoka, hakuna kilichobakia katika jengo lile. Hii ndio hali ya Waarabu walivyokuwa kabla ya nini? Ya Uislamu. Huyo ni Abul Hasani an-Nadawi, na wengi katika waandishi wa Kiislamu. Na kama utaweza kusoma na kuomba rudia uipate taswira yake katika kitabu chake Madha khasira alalamu binhitatil muslimin. Upande wa pili kuna wanaonena la sivyo hivyo mnavyofikiria, kwamba Waarabu walikuwa ni watu kama wanyama, hawana chochote, hawajui chochote, ati Uislamu ndio umekuja kuanzisha alfabe. Sivyo hivyo mnavyofikiria. Kwa mmoja ni huyo anaitwa Gustav Le Bon. Nitapenda kuwanukulia kidogo pia dalili zake. Maneno yake marefu, lakini kimsingi ukiyafupisha ametegemea dalili 3 katika kuthibitisha kwamba Waarabu walikuwa ni watu wanaostaarabu kamili. Dalili ya kwanza ametegemea ujudu kusurin wa abniyatin dhakhmatin fil Yaman, kuwepo majengo na mapalas makubwa yalothibitishwa na wanahistoria wakubwa wale wa kutembea, na mengine yaliyokwenda kuonekana athari zake na wale wakaguzi wa kiathari, inaitwa anthropology, sio ile, yakawekwa hususan Yaman, ambao baadhi ya maendeleo ya Yaman yamezungumzwa na Qur'ani, ya ule mfalme mmemsahau Balqisi, sio ule alikuwa wapi? Yaman, Saba. Ule Hudhud, sio Nabii Allah Suleiman alipotea katika zombo za kijasusi za Nabii Allah Suleiman, alipotea siku kadhaa. Nabii Allah Suleiman akanena, ni nani mimi simuoni Hudhud, nitamuadhibu au anietee habari za yaqeen. Hudhud alipokuja akamwambia, natoka huko upeo wa ulimwengu, pembe ya ulimwengu, nimekwenda kudirika kaumu humshirikisha Mwenyezi Mungu na huongozwa na mwanamke.
Ndio akamwandikia barua Nabii Allah Suleiman, akamwambia nenda ukampelekee. Hudhud akaitukua barua akaenda akaipeleka, ndio ile innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim katika suratul Naml. Ilipofika kwa Balqis akawakusanya mawaziri wote wa ile nchi, akawashauri, aftuni, ipeni fatwa jamanini, tupambane ama tusarenda, tukubaliane naye. Wengine wakanena sisi ni ulu ba'sin shadidin, sisi ni jeshi la kisawasawa, sisi ni kadhaa. Balqis akasikiza maneno, akatoka na conclusion, akamwambia innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun. Mustazina watawala hawa, yeye alifikiri Nabii Suleimani ni kama wale zile superpower za kilimwengu, kama Amerika leo alivyoifanya Afghanistani, kama Amerika leo alivyoifanya Iraki, kama leo alivyoifanya Somalia, kama leo anavyoifanya Yaman na Syria na Libya. Wakiingia mahali afsaduha. Sasa yeye akamwambia, mimi naona kwanza tumjaribuni huyu, ana tabia za kifalume ama ni mtu sampuli nyingine. Wakapekewa zawadi zile, katiliwa chambo cha kuhongwa. Allah Suleiman akaziiza, ndio akayua huyu si katika sampuli ile, bata twende. Sasa ukisoma kile kiswa chote utawaona walikuwa ni watu, ni umma wenye serikali, wenye utawala, wenye bunge, wenye mpaka ushauri na mabaraza ya mawaziri, wenye ukulima. Ndio watu wa kwanza walojenga kitu kinachoitwaje kile bawa, sio lile la kuziba maji ya mto kisha likatatawanya na likazalisha umeme, ndio ile kiitwa Saddu Ma'rab, sio wao walilijenga likikontroli mai na kilimo. Na baadaye lilipokuwa kuvundika lile, sitaki kuingia sana kwenye historia hiyo, lakini ni tufaidishane, lilipovundika lile bawa la mai kule, ndio lilisababisha makabila mengi ya Yaman kutatawanyika ulimwenguni. Miongoni mwao ni Jurhum, wazazi wake Nabii Ismail upande wa mama. Wale ndio waliokuwa paka Maka huku, Nabii Allah Ibrahim akaenda kukutana nao. Jurhum asili yao ni kabila ya wapi? Ya Yaman. Miongoni mwao ni Aus na Khazraj, Ansari wa Madina waliompokea mtume wakamnusuru, ni watu wa wapi? Wa Yaman. Wale ni wa Yaman wote, ni Adnani, ni Qahtaniyin, si Adnaniyin. Waarabu kuna matumbo mawili jamani, kuna Adnaniyina na nani na Qahtaniyin. Mtume Muhammad watu wa Hijazi huko ndio ile wa Adnanun bila raibin inda dhawil ulumi an-nasabiyya. Hawa ni watu wa Adnan ambao ni mix, hawa wanaitwa ni Arabun musta'riba, ni Waarabu wamezongia kwa kwenye Uarabu, ni mix. Lakini Qahtaniyun huitwa al-Arabu al-Ariba, ndio Waarabu original safi, na ndio wa Yaman. Kina Aus, kina Khazraj, zile zote zile ni matumbo ya wapi? Ya Yaman. Sasa huyu asema, huyu mwenye kitabu cha Hadharatul Arab, ukisoma ustaarabu uliokuweko Yaman, toka nenda upande wa kaskazini, sasa njia hii inaitwa Sham, Syria, Palestine, Jordan. Fanyani research mwangalie. Kuna baadhi ya majumba yana maelfu ya miaka kule, kina hizo Babylon, Iraqi, zilikuweko kabla ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi natija, huyo ajenga dalili yake ya kwanza, kuwepo majumba makubwa. Na nyinyi mwajua watu wa leo jamani, watu hayaangaliwi yale majumba tu kwa mawe, huangaliwa elimu iliyokuweko nyuma ya kujenga majumba yale. Ile architect inaeleza mambo mengi. Asema hii ni dalili ya kwamba hao watu walikuwa na ustaarabu mkubwa. Hiyo dalili ya kwanza. Dalili ya pili, asema wujudu alaqat tijariya
kulikuwepo mahusiano ya kibiashara. Hata Qur'ani yenu yanena liilafi quraishin ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Watu wa Maka walikuwa wana safari mbili za kibiashara kila mwaka, moja wakenda Sham, moja sijui wakenda, yani mipaka ya Rome ya superpower kule na mipaka ya dola ya nini ya Furs ambayo ni superpower kama leo China na nani na Amerika. Sasa asema siku zote aandamanao na amezoendelea, na yeye lazima afanye nini? Aendelee. Angalia tu leo watu watasafiri watakwenda Dubai. Leo utakwenda kibiashara, unaenda kununua zitambara na mashuga na mabayo ya ukuzanya, sio? Lakini taratibu waathirika wewe bila kujijua. Ukienda kule utaingia madukani, utanunua zitu, utaona marketing inavyofanywa kule, watu wanavyouza. Mara tutakuona ukija huku pap umebadilisha kitu katika biashara yako, mara pap umeongeza kitu katika biashara yako. Kawaida watu hutabana na huambukizana katika mambo ya kiustaarabu na kiutamaduni. Sasa asema uwepo wa mahusiano ya kibiashara baina ya mataifa ya Kiarabu na mataifa yaliyoendelea ni dalili ya kusambaa ustaarabu kwa Waarabu, ambao mahusiano yale yalikuwa si ya mwaka bali si ya miaka 10, ni ya mamia ya miaka. Tatu, dalili yake ya mwisho, lugha. Hakuna taifa ambalo litaendelea katika lugha yake mpaka iwe lugha itazingatiwa ulimwenguni, wawe watakuwa ni watu katika mambo mengine wako nyuma. Chombo cha lugha hutembea sambamba na mambo mengine. Sijui tumeelewana vizuri sana. Na hakuna kipindi Waarabu walikuwa wamesikilia kilele katika kuviva lugha yao ya Kiarabu kama kipindi kile karibu kumteremshwa Qur'an. Paka kulikuwa kuna soko kiitwa Soko Ukadh, ukirudi katika historia. Na hii soko likifanywa kama sisi hapa sitajua, kuna siku za soko baadhi ya miji. Ilikuwa pale sokoni hakuzanywa bidhaa, kuzanywa vitu zingi, na hakuna bidhaa ghali. Si kila mtu sokoni wenye kupeka mitumba, wenye kwenda na ng'ombe, mwenye siku ile ana mbuzi wake. Siku ile hakuna bidhaa ghali, ukiondoka utaondoka milionia kama ukenda na shairi likaungwa mkono. Huzanywa zitu, lakini bidhaa ghali iliyokuwa ikizanywa katika soko Ukadh ni mashairi. Kulikipigwa baraza la wale mabanyenye wa Kiarabu kina Walid wale, wakiketi watu wakija wakisoma mashairi yao, kisikizwa ondoka, hana kitu, hana maguao kama hiyo. Alewa ukianda ameliua shairi limo ama halimo, paka yakitauliwa paka yakibaki yale yaliyoshinda. Likishinda shairi lako, subhanallah, sizifurushi za dinari na dirham zilizokuwa zikikuangukia mato. Pili, lilikipitishwa kuangikwa kwenye Al-Kaaba. Si leo ambao umepata shahada ile zawadi ya Nobel ya ulimwenguni. Wao walikuwa hawana hiyo. Wao shahada yao ni kwamba shairi lako litaangikwa kwenye nini? Kwenye Al-Kaaba. Na mashairi yalobahatika kushinda yakafikia kwenye zipimo za kuwekwa kwenye Al-Kaaba ni mashairi mangapi? 7 peke yake. Yaitwa Al-Muallaqatu As-7. Yametungiwa zitabu peke yake haya. Al-Muallaqa, muallaka Kiswahili ni kitu kilichotungikwa, kama ule mwanamke ambaye hukumuata hukumuoa. Katika fiqh huanguliwa yeye muallaqa, yani la mutallaqa wala muzawwaja. Hakuolewa, haitambui imeolewa kwenda Henry, na haitambui amewatwa kumpa talaka yake huyampa. Sasa kwenye fiqh huanguliwa yeye muallaqa, yani ametungikwa kwa yu hayuye huku hako na huku hako. Sasa yale mashairi yalikiangikwa, jamani, ni sharti muiue Al-Kaaba. Paka yeo sitwaitukuza Al-Kaaba, lakini sharti muiue Al-Kaaba kwa Makureish. Pata kuangikwa shairi lako
ukatauliwa wewe ni mwenye kufagia pale nde sinrani, wewe ukapata tu ukatauliwa mwaka huu ndio utafagia pale nde ya Al-Kaaba, waweza kuhonga kama kuomba tenda leo, si kwenye serikali za county tena kuomba tenda kama hizo za Lapset alopoa juzi China za hiyo barabara hizo, ni bilioni 17 ni tenda ikisawa sawa shaka ukiipata. Kuna tenda zilikuwa zikitoka kwenye Al-Kaaba za kunywesha watu mai. Shawahi kusikia tenda hizo wewe? Siku zile za haji wewe ndio utakuwa ushishie buli hutilia watu mai ya kunywa. Watu upigania na huhonga kuipata tenda hiyo. Haya, wewe tukuliwe shairi lako liangikwe kwenye Al-Kaaba na litangazwe kwamba ndio shairi best. Wewe wazungumza asru adh-dhahabi lilughati al-arabia, kipindi cha dhahabu cha lugha ya Kiarabu. Huyo afikia, nimeyafupisha maneno yake, conclusion, kupitia dalili hizi tatu: majengo ya maendeleo, mahusiano ya kibiashara, ukuu wa lugha, ni dalili bora ya kuonesha kwamba Waarabu walikuwa na ustaarabu wa kisasa, sivyo vile mnavyofikiria nyinyi kwamba walikuwa ni ummiyina sijui nini. Vipi tutamjibu huyu? Nao dakika 5 tutamjibu dalili moja, lakini kesho tutaka tumalizane naye, sababu nina suala nataka kulijibu. Dalili ya kwanza, sitofuata mpangilio wake, nitaziangalia rahisi, nenda kwenye ngumu, la mahusiano. Ni nchi ngapi za Waafrika zilitawaliwa na wazungu tukiwa sisi ni wamoja? Kenya karibu zote Tuliketi chini ya ukoloni wa wazungu kwa miaka mingapi? Allah yaalam, mwenye 50, mwenye 100. Tulitangamana nao, hatukutangamana nao? Baada ya kutoka kwenye ukoloni walituatia maendeleo gani? Malizia taje hizi nchi, hazina kitu. Mpaka leo Mwafrika yuwapigana kuweza kujimudu kuziendesha nchi zake. Kama kungekuwa kuandamana na aloendelea na wewe huendelea, itakuwa bora zaidi kuishi na mtawala aloendelea, alokutawali miaka, na wewe ufanye nini? Uendelee. Si mmenipata jamani? Ni dalili yangu. Si yeye Hugo Stove asema maadamu wewe husafiri kwenda Dubai, ukirudi ukitangamana na waloendelea, husafiri ukenda Hong Kong, husafiri ukenda wapi kule huko Thailand, uitwaje ile Bangkok, sijui na wapi, ukifanya biashara ukirudi, basi na amu kutaendelea tu. Si hivyo. Ni sharti unayetangamana naye awe ana mato ya kibinadamu ya kutaka uendelee na wewe, hana mato ya kikoloni ya kukubakisha, kukutumia na kukupa maendeleo kwa kadri ya kukubakisha ni soko yake. Sisi tumeelewana vizuri sana. Kwa hivyo huyu bwana ametufinya kidogo, ametutanganya. Atuambie walitangamana na kina nani, na wale walotangamana nao walikuwa wana tabia zipi? Ni za kikoloni? Ni dola ya Kifursi na dola ya Kirum, ni kama Amerika na Russia na China leo. Waweza wakaja wakaishi kwenye nchi yako miaka 20, 30, 40, wakaenda zao wakanyonya dhahabu zako, wakanyonya patroli yako, wakanyonya nini zako, makulima yako, wakakuata wewe pale pale. Likizidi watakunenesha kizungu chao. Kubwa watakalo kukuatia ni kwamba na wewe utakuwa hupronounce Kiingereza kama wao, utakuwa huvaa suti na tai kama wao, basi utakuwa hula baga na chipsi na nini, utawata mambo ya mkate wa sinia na mkate wa jojo na mkate wa nyama, utabadilisha maina, utakuwa sasa ni baga na nini na nini. Hayo ndio maendeleo makubwa. Lakini mpaka mashini za kutengeneza baga, mpaka mashini za kutengeneza suti utakuwa kutoka kwa nani? Kutoka kwa, sijui mmenielewa mpaka hapa? Nisimame, nitamrudia kesho insha Allahu taala, Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima. Kuna suala jamaa ameniuliza, mtanisamehe kidogo, dakika 2-3. Suala lenyewe, huyu ameniambia, ustadhi, umetaya katika darasa yako ya yuzi kwamba ardhi ni dori.
lakini anavyosema yeye mwenyewe amenukulia aya mbili, sema Qur'ani nena wa ilal ardi kaifa sutihat au wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Sasa bisata ni kitu kilichodori ama kitu kilichonyoka? Sasa ni vipi haya? Hiyo nukta ya kwanza suala ameniuliza. Suala la pili ameniuliza iwe ni dori iwe si dori, sisi kama Waislamu itatusaidia nini? Toba, swala lake la pili amenisaidia kumjibu swala la kwanza. Sijui umeelewa? Swala lake la pili amenisaidia kumjibu swala la kwanza, kwa sababu swala la kwanza hata kujua ni dori ama si dori, lakini kisha nena kwani kuna faida gani? Hakuna faida yoyote, basi usinisumbue basi. Haina haja kujua. Toba, nafanya mzaha jamani. Ardhi ni dori ama si dori, si katika arkanul Islam wala arkanul iman wala katika usulu dini wala nini. Anaoamini ni dori, anaoamini si dori, haina natija ya kutoana kwenye Uislamu wala kupekana peponi na motoni. Sharti tujue vitu kama hivi. Hizi ni vitu za kisayansi na za kielimu na za thibitishwa kulingana na muda. Kwa hivyo si jambo kubwa haya mpaka tukaweka mjadala kama talqini na nini, ule ndori ule sidori, anenao ndori anenao sidori. Hatujaharibu itikadi ya Kiislamu wala hatujavunda ibada za Kiislamu. Una uhuru wa kuamini vile unavyotaka. Ama kuna faida gani? Ipo faida, ipo faida kama kuyua muyao wa pwani na muyao na kufuma kwa mai. Kwa ule ambaye hahusiki na mambo ya bahari, aweza kuona kwake ni kupoteza wakati. Kuyua yeo mai yatayam saa ngapi, yeo yatafuma saa ngapi. Lakini muulize ule mtu asafirio kwenda zisiwani, ataka kuyua mkanda kutapitika ama hakupitiki, sio? Ataka kuyua chombo kitaondoka saa ngapi, hakiondoki saa ngapi. Kwa hivyo yanao faida, yanao faida. Haya mambo yanaopigianwa mayoyo ya mwandamo wa mwezi, tufuatayo mwezi wa ulimwengu, tufuate kila mtu mwezi wake, moya yanarudi kwenye alaka ya mambo haya ya matlai ya mwezi na ardhi ndori na kila kizunguka mwezi kutoka mahala sampuli nyingine. Kwa hivyo pia ni masala ya elimu, haya tutataka tuyasome na yatatufaidisha. Ama kuzijibu zile aya ni bahthi ndefu, nikitaka kuziandama aya baada ya moya. Je, kunena bisata inamaanisha ni dori ama si dori? Lakini nitakomeka hapa, walhamdulillahi rabbil alamin.